Mwenezi, kumekuwa na tuhuma kuwa kura za maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi haziwi huru. Wakati mwingine kunatajwa kuwepo kwa makundi na mizengwe mbalimbali ambayo yanakuwepo katika kura za maoni. Unakubaliana na kauli hiyo? Si kweli. Lakini ukweli ni kwamba makundi wakati wa kura za maoni ndani ya chama ni jambo la kawaida. Na ndio maana tuna vikao kadha wa kadha mpaka kufikia kumteua kiongozi kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, kupitia Chama cha Mapinduzi. Mathalani madiwani vikao vinaanza kukaliwa kuanzia kwenye kata, vinaenda wilayani, vinakuja mpaka mkoani ndani ya chama. Wabunge tunaanza wilayani, tunakuja mkoani, tunakwenda taifa. Na taifa kuna segmentation ya vikao. Inaanza secretariat, inakwenda kamati kuu, inakwenda halmashauri kuu. Kwa hiyo inapotokea sasa bunge kwa mfano, mathalan bunge limevunjwa au mabaraza ya madiwani yamevunjwa, wanachama wa Chama cha Mapinduzi wote wanakuwa wana haki sawa kupata ridhaa ya wanachama wenzao, kuaminiwa na wanachama wenzao. Na ndio maana tuna kura ya maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ile kura ya maoni inasaidia vikao vinavyofanya uteuzi kufanya uteuzi kwa kuzingatia maoni ya wanachama au maoni ya vikao vya chini yake. Yote hii ni kujaribu kujenga, sio kujaribu, kimsingi ni kujenga demokrasia ndani ya chama ili mtu apatikane kwa haki. Na makundi ya uchaguzi ndani ya chama, yaani kwenye kuelekea kura za maoni, huwa ni jambo la kawaida kabisa kwenye chama chetu. Kwamba kila mmoja sasa anatengeneza watu wa kumsaidia kumsemea ili apate mwitikio wa kuchaguliwa na baadaye vikao vya kuteuzi fanya uteuzi. Kwa kauli yako inamaanisha kwamba demokrasia ndani ya chama imetamalaki, sivyo? Nzuri kabisa. Kama ndivyo, turejee kwenye kura za maoni za uchaguzi huu wa mkuu wa rais wa bunge la madiwani uliopita. Kulishuhudiwa baadhi ya viongozi ambao walitia nia ndani ya chama wakilalamikia kwamba mchakato haukuwa huru na haki. Mathalan maeneo kama Wanging'ombe tuliona malalamiko haya yaliibuliwa. Maeneo kama Ludewa tulisikia pia yakilalamikiwa kwamba mchakato wa kura za maoni ndani ya chama hauko huru. Nikuthibitishie kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe, changamoto tulipata eneo moja tu, Wanging'ombe, ambako wajumbe wa mkutano kwenye kikao kimoja kwenye kata mojawapo waliamua kutoshiriki uchaguzi kwa sababu ya sintofahamu walizokuwa nazo ndani ya kata yao. Lakini tulikwenda kama viongozi, tulikaa chini, tulimaliza. Kweli ni kwamba kuamua kutoshiriki. Sasa hayo siwezi kuyazungumza. Hayo yalikuwa ya ndani ya chama. Nazungumza yale ya ndani ya chama. Ilipelekea kwamba uchaguzi wao kwa kura maoni ulifanyika tarehe 5 baada ya tarehe 4 kwa kadri ambavyo ratiba ilikuwa imeelekezwa. Lakini ukweli ni kwamba wapo wanachama wa Chama cha Mapinduzi walikuwa na matarajio makubwa tofauti na matarajio ya wapiga kura wao. Kwa hiyo ni lazima itokee kwa sababu mtu unajipa uhakika kwamba mimi nakwenda kushinda. Hapana. Wenzio wanao kuangalia kwamba wewe unabidi uende kuwasimamia kwenye maendeleo, hawaoni kama unatosha kwenye nafasi. Kwa ndio wale sasa walikuwa wanaibuka na kusema sijaridhishwa na mchakato. Hajaridhishwa na mchakato kwa sababu wenzio hawajampa ridhaa ya kuwa mgombea. Lakini ukweli ni kwamba demokrasia ilikuwa ya kutosha na wanachama wetu na viongozi wetu wa ngazi zote kuanzia kwenye mashina mpaka taifa wana utashi wa kutosha wa kujua ni nani anafaa lini, kwa nini, kwa kazi ipi. Si kila mmoja anafaa kuwa kiongozi, na wewe mwenyewe unaweza kuwa shahidi. Na si kila anayetamka mimi nataka kuwa kiongozi lazima awe kiongozi. Kwa hiyo lazima hizo sintofahamu zingetokea na wachache walitoa maneno wakati ambavyo kutoridhishwa na mchakato. Kule Wanging'ombe kuliibuliwa pia kauli kwamba siku yenyewe ya upigaji wa kura za maoni walipelekwa wanafunzi, wengine wakasema wamepelekwa wapiga kura ambao hawana sifa, kwa maana ya kwamba ambao hawakuwa wajumbe. Ulilisikia hilo? Kura za maoni? Hapana. Yaani eleweke kwamba wanaopiga kura ni viongozi. Wapo kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi. Na imeeleza viongozi wanaotakiwa kumpigia diwani ni akina nani. Tulikuwa na wajumbe kwa maana ya wajumbe wa balozi, mabalozi wenyewe, viongozi wa serikali za vijiji na vitongoji wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Tulikuwa na viongozi wa jumuiya za chama, vijana, wazazi na wanawake. Na viongozi wa chama wa kata na tawi mpaka level nyingine zote.
Kwa hiyo sasa huwezi kusema huyu ni mwanafunzi na kama je ni kiongozi wa jumuiya ya vijana hana haki ya kupiga kura, ambaye ni mjumbe. Ni mjumbe halali. Okay. Kwa waliopiga kura mimi kwenye mkoa wetu wa Njombe wote walikuwa ni wajumbe halali wa Chama cha Mapinduzi. Nakushukuru sana Mwenezi. Katika historia tu ya chama kwa hapa Njombe, CCM imewahi kumpoteza mgombea bora kwa sababu tu ya maslahi ya watu wachache au maslahi ya watu binafsi? Hapana, nimeeleza wazi kwamba huwa tunakuwa tuna vikao vingi vinavyopembua na kuchanganua na kuteua wagombea. Okay. Mathalani vikao vya kuwateua wabunge ni halmashauri kuu CCM taifa. Lakini kabla ya halmashauri kuu CCM taifa tunaanza na vikao vya wilaya. Kuna kamati ya siasa. Tunakwenda mkoa, kamati ya siasa. Tunakwenda taifa, tuna secretariat, tuna kamati kuu, tunakwenda halmashauri kuu. Kwa hiyo vikao vyote hivi vitaandika recommendation. Atateuliwa mwanachama mwenye sifa na vigezo vya kuwa mwakilishi na mgombea anayetokana na Chama cha Mapinduzi. Sawa sawa. Najaribu tu kutafakari inapotokea mtu hajaridhishwa na ule mchakato ndani ya chama. Tulielezwa kwamba kuna taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa za ndani ya chama ikiwemo kukata rufaa. Ilitokea pia mwaka huu bila shaka hapa Njombe pia. Hatukupata kesi za watu kukata rufaa baada ya kula ya maoni. Na zingekuwepo tungeziweka wazi. Haikuwepo kwa ngazi ya madiwani, wabunge. Kupata kesi za aina hiyo. Okay. Ndio. Sawa sawa. Ingekuwepo tungeziweka hewani. Sawa sawa. Kuna rufaa, kwa hiyo hakuna rufaa yoyote ambayo ililetwa ndani ya chama? Rufaa yoyote ambayo sisi tumeifanyia kazi kama mkoa. Okay. Ya kuhusu madiwani wala wabunge. Sawa sawa. Ndio. Vijana wengi wanadai chama kinapendelea watu wale kwa maana ya watu wale ambao wamekuwa viongozi ndio ambao wameonekana kupendelewa kwa kiasi fulani. Kidogo tu nimalizie. Pengine kutokana na kauli yao hiyo, CCM ina mpango gani wa kuachia nafasi hii katika kizazi kipya kuona sasa pengine wanapata na wao nafasi ya kuanza kupewa uzoefu ili waweze kuwa viongozi pengine huko baadaye? Nikueleze tu. Diwani wa kata ya Uwemba ni kijana. Sahihi. Diwani wa kata ya Mji Mwema ni kijana. Kijana, sahihi. Diwani wa kata ya Mdindi ni kijana. Sahihi. Diwani wa kata ya Ruana ni kijana. Mwenyekiti pia. Diwani wa kata mwenyekiti wa halmashauri ya Mdindi ni kijana, mwenyekiti wa halmashauri ya Makete ni kijana, mwenyekiti wa halmashauri ya Wanging'ombe ni kijana. Sasa mbunge wa jimbo la Ludewa ni kijana. Mbunge wa jimbo la Makete ni kijana, mbunge wa jimbo la Wanging'ombe ni kijana, mbunge wa Makambako ni kijana, mbunge wa Lupembe ni kijana. Kwa hiyo ni waombe tu vijana wangu wa Chama cha Mapinduzi. Tuendelee kukipenda chama chetu, tuendelee kukitumikia. Wakati sahihi ukifika utapata nafasi ya uongozi. Swali tu la uchokonozi. Ndio. Wewe ni katibu wa Chama cha Mapinduzi, ni kiongozi ndani ya chama. Ndiyo. Na ndio sauti ya chama kwa sasa. Ndio. Light leo ungekuwa mwanachama wa kawaida tu ndani ya Chama cha Mapinduzi, usingekuwa kiongozi. Ungeridhishwa na mchakato wa kura za maoni ndani ya chama jinsi unavyofanyika? Mimi nimekuwa mwenezi kwa miaka 3 sasa, kwa maana mwenezi wa mkoa. Sahihi. Nimekuwa nikiridhishwa na michakato wakati wote, hata kama ambapo nikuchukua kiongozi. Mimi nimegombea udiwani 2020 kupitia Chama cha Mapinduzi. Okay. Lakini bado niliridhishwa na nilipata kura pungufu ya mwenzangu ambaye alipata uteuzi. Alipata kura nyingi zaidi. Niliridhishwa na ule mchakato. Kwa mimi nimeendelea kuridhishwa na mchakato ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya chama na nje ya chama. Wakati wote mimi naamini serikali yetu inapatikana katika misingi safi na salama sana. Inatoa haki kwa kila mmoja kushiriki kuwa kwenye mchakato huu. Asante sana Mwenezi. Mtazamaji, ninakushukuru sana kwa kuendelea kutuchagua sisi na endelea kutufuatilia tafadhali. Tunaenda sehemu ya 3 ya mazungumzo yetu na hivi sasa tuna mengi zaidi ya kujaribu kuyaangalia, lakini mapumziko kwa ufupi sana, narejea hivi punde kwa ajili ya kuendelea na mjadala. Asante na karibu tena mtazamaji. Hii ni Kikaoni, tuko hapa na mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Josiah Luoga. Tunajadili mambo machache kwa urefu kidogo, lakini kwa namna ambayo itakusaidia kufanya upembuzi na kuona mwenendo wa ndani ya chama jinsi ambavyo nakwenda, hususan katika kuangazia ama kufikia mustakabali mzima wa siasa za taifa letu la Tanzania. Sehemu ya 3 ya mazungumzo yetu, na sasa tuangalie itikadi na uhalisia wa maisha ya Watanzania
ikiwa wakati huu Chama cha Mapinduzi ndicho ambacho kimeshikilia mpini na kuiongoza serikali.